Bandari ya kaskazini yenye baridi kali ya Severodvinsk, Urusi imechukua hatua mpya muhimu katika mkakati wake wa kijeshi kwa kuzindua rasmi manuari ya nyuklia Khabarovsk, chombo cha kisasa cha kivita kilichobuniwa kubeba Poseidon, droni ya chini ya bahari inayotumia nyuklia na inayotajwa na wachambuzi wa usalama kama mojawapo ya silaha hatari zaidi kuwahi kutengenezwa. Uzinduzi huo uliofanyika katika kiwanda cha meli cha Sevmash unaashiria hatua kubwa katika juhudi za Moscow kuimarisha uwezo wake wa kuzuia mashambulizi, yani strategic deterrence, wakati mvutano wa kimataifa ukiendelea kuongezeka. Manuari za nyuklia zina nafasi ya kipekee katika mkakati wa ulinzi wa Urusi, zikiwa sehemu ya kile kinachojulikana kama nuclear triad, yaani makombora ya ardhini, ndege za kimkakati na majukwaa ya baharini. Manuari hutoa uwezo wa kushambulia tena hata baada ya taifa kushambuliwa, uwezo unaochukuliwa kuwa msingi wa kuzuia vita vikubwa. Khabarovsk ni sehemu ya mpango wa kizazi kijacho wa mifumo ya kivita ya chini ya maji ya Urusi unaolenga kuunganisha teknolojia ya nyuklia, roboti na silaha zisizo na rubani katika jukwaa moja linaloweza kufanya operesheni kwa muda mrefu bila kugundulika. Silaha kuu inayobebwa na Khabarovsk ni Poseidon, droni ya chini ya bahari inayotumia nguvu ya nyuklia na inayoweza kusafiri umbali wa bara hadi bara chini ya maji. Ripoti za wazi zinaeleza kuwa Poseidon ina uwezo wa kufanya kazi katika kina kirefu sana na kwa kasi inayofanya iwe vigumu kugunduliwa na kuzuiwa na mifumo ya sasa ya ulinzi. Wachambuzi wa kijeshi wanasema mfumo huu umeundwa mahususi kupita mifumo ya ulinzi wa makombora, kutoa uwezo wa kushambulia kwa njia mbadala pamoja na kudumisha uwezo wa kujibu katika hali mbaya zaidi za kijeshi. Ingawa Urusi inasisitiza kuwa Poseidon ni silaha ya kuzuia vita, maendeleo yake yamezua wasiwasi mkubwa kimataifa, hasa kutokana na uwezo wake wa kusababisha uharibifu mkubwa kwa miundombinu ya pwani. Sherehe ya uzinduzi iliongozwa na waziri wa ulinzi wa Urusi, Andrei Belosov, akihudhuria pamoja na mkuu wa jeshi la wanamaji, Admiral Alexander Moseev, na maafisa waandamizi wa kijeshi wa viwanda. Katika hotuba yake, Belosov alisema manuari zenye teknolojia ya hali ya juu na mifumo ya roboti zitasaidia Urusi kulinda mipaka yake ya baharini na kudumisha uwiano wa kimkakati duniani, kauli inayotafsiriwa na wachambuzi kama ujumbe wa wazi kwa mataifa ya Magharibi. Uzinduzi wa Khabarovsk unakuja katika kipindi ambacho mataifa makubwa yanazidisha uwekezaji katika silaha za kisasa, hususan mifumo isiyo na rubani na teknolojia za chini ya bahari. Wataalamu wa usalama wanasema uelekeo huu unaweza kuathiri mijadala ya baadaye kuhusu udhibiti wa silaha za nyuklia na teknolojia za kivita za kujitegemea. Kuongezeka kwa matumizi ya silaha za nyuklia za chini ya bahari kunazua maswali mapya kuhusu uwajibikaji, udhibiti na hatari za makosa ya kimkakati katika mazingira yenye mvutano mkubwa wa kisiasa. Kwa Urusi, Khabarovsk ni ishara ya dhamira yake ya kuendelea kuwa mhimili mkuu wa kijeshi duniani. Kwa jumuiya ya kimataifa ni ukumbusho kwamba bahari kama anga na ardhi sasa ni uwanja wa ushindani wa kimkakati, kwani kadiri manuari hii mpya inavyoanza safari zake za kimya kimya chini ya mawimbi, mjadala kuhusu usalama wa kimkakati, udhibiti wa silaha na mustakabali wa vita vya kisasa unaingia sura mpya, sura ambayo bado haijaandikwa kikamilifu.